Mheshimiwa Bunge, sasa tunaendelea na hatua inayofuata, na mkutano huu sasa utajigeuza kuwa kikao cha uchaguzi wa spika. Waheshimiwa Bunge wateule, masharti ya ibara ya 84 ibara ndogo ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yanasema kuwa wakati wowote kiti cha spika kinapokuwa wazi, hakuna shughuli yoyote itakayotekelezwa katika bunge isipokuwa uchaguzi wa spika. Kwa kuzingatia kuwa kwa sasa kiti cha spika kiwazi, hivyo bunge haliwezi kutekeleza shughuli yoyote mpaka limchague spika. Waheshimiwa wabunge wateule, kanuni ya 9 ndogo ya 5 ya kanuni za kudumu za bunge inasema mara baada ya kikao kujigeuza kuwa mkutano wa uchaguzi wa spika, katibu atamuomba mbunge asiye mgombea wa nafasi ya spika kutoka miongoni mwa wabunge ambao wamekuwa wabunge kwa mfululizo kwa muda mrefu kuwa mwenyekiti wa uchaguzi. Waheshimiwa wabunge, baada ya kufanya uchambuzi kupitia kumbukumbu za ofisi ya bunge, tumejiridhisha kuwa Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge wa jimbo la Isimani mkoani Iringa, ambaye katika bunge hili la 13 ndiye mbunge wa muda mrefu aliyedumu tangu mwaka 1995, miaka 30, anastahili kuwa mwenyekiti wa kikao hiki cha uchaguzi wa spika. Hivyo, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimlete kwenu Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi ili aongoze kikao hiki cha uchaguzi. Mpambe, mlete Mheshimiwa Lukuvi. Waheshimiwa wabunge wateule, Mheshimiwa Katibu wa Bunge, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, kabla sijaanza kazi yangu, napenda nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sisi sote afya njema na kutuwezesha kuingia katika jengo hili. Najua safari ilikuwa ndefu sana, kila chama kilikuwa na utaratibu wake, lakini wananchi wameamua sisi tuliopo humu ndani tunastahili kuingia hivi leo na kuanza kazi. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa niaba yenu, kwa sababu najua hamna nafasi ya kusema. Tutakapoanza rasmi, Mheshimiwa Spika labda atatoa salamu rasmi ya kibunge. Lakini la pili, na mimi niwashukuru wapiga kura wangu wa jimbo la Isimani Iringa kwa kuniwezesha kuingia humu ndani kwa kipindi cha 7.
tangu tumeanza mfumo wa vyama vingi mpaka leo, na kwa mara ya kwanza kipindi hiki cha 7 nimepata kura nyingi kuliko vipindi vyote ambavyo nimewahi kutumikia. Kwa hiyo nawashukuru sana, lakini najua sababu kubwa iliyonifanya nikapata, kwa kweli niseme wazi, namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu hii ya 6, kwa sababu yale ambayo nilianza nayo tangu mwaka 95 kuyaomba makubwa katika kila tarafa. Tarafa ya Idodi niliomba barabara ya kwenda Ruaha National Park, sasa inajengwa kilomita 104 kwa lami. Tarafa ya Isimani hatujawahi kuwa na maji ya bomba, sasa yanatoka katika awamu ya 6. Tarafa ya Pawaga tuliomba mifereji ya kumwagilia maji kwa ajili ya kulima mpunga, sasa maji yanatoka na mifereji inajengwa. Kutokana na haya, mimi najua ndio maana wananchi wameamua kunileta kwa kishindo, lakini pia Mheshimiwa Rais amepata kura za kishindo kwenye jimbo langu na amenishinda na mimi, kwa sababu wanajua yeye ndio ameniwezesha. Sasa hadithi hii najua inawahusu wengi. Hadithi hii kwamba Mheshimiwa Rais katubeba tulio wengi inawahusu wengi ndani. Kwa hiyo kwa niaba yenu nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutubeba. Kura zetu nyingi tulizozipata zimetokana na utendaji wa serikali ya awamu ya 6. Baada ya kusema hayo machache, ndugu zanguni, niwapongeze sana wote kabisa mlioshinda katika majimbo yenu na katika utaratibu mwingine, na wale wa kuteuliwa. Nawapongezeni sana. Nipo hapa kusimamia uchaguzi. Ingawa kulikuwa na uvumi kwamba nimegombea, nataka niseme tu hapa kwa sababu niko mezani, mimi sikugombea. Najua kwenye mitandao kwa waliandika sana nimegombea. Mimi sikugombea na wala sikutamani kugombea. Mimi nilijua nitakuwa spika wa kwanza hapa. Kabla spika hajakanyaga kiti hiki, mimi nitakanyaga kwanza. Nilijua hiyo nafasi nitapata, lakini sikugombea nafasi ya uspika, maana kwenye mitandao watu wamehangaika sana. Basi baada ya hayo machache, ndugu zanguni, naomba nifanye kazi ya kikanuni iliyonileta hapa mbele. Kabla sijafanya, nimruhusu nimuite, kwa sababu bado hatujawa na serikali. Kwa utaratibu wetu baada ya maelezo yangu haya, nitamuita katibu atoe maelezo ya utaratibu wa uchaguzi, halafu baadaye nitawaeleza hatua inayofuata. Karibu katibu. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kabla sijatoa maelezo ya uchaguzi, naomba waheshimiwa wabunge wateule mrejee ibara ya 84(1) ya katiba, na mimi wote mna katiba. Ibara ya 84(1) ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia mrejee kanuni ya 9 ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada sasa kuomba waheshimiwa wafanye rejea ibara hiyo na kanuni husika, naomba sasa nitoe maelezo ya uchaguzi wa spika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa ibara ya 84 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, spika wa bunge anachaguliwa na wabunge kutoka miongoni mwa wabunge au watu wenye sifa za kuwa wabunge. Aidha, katiba inaelekeza kwamba uchaguzi wa spika utafanyika wakati wowote katika mkutano wa kwanza wa bunge jipya na katika kikao cha kwanza chochote mara baada ya kiti cha spika kuwa wazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukidhi masharti ya katiba niliyoainisha hapo juu, tarehe 4 Novemba 2025
nilitoa tangazo namba 14824A katika gazeti la serikali toleo maalum namba 11 kutangazia umma kuwa kiti cha spika kitakuwa wazi kuanzia tarehe 11 Novemba 2025 bunge litakapokutana kwa mara ya kwanza baada ya uchaguzi mkuu, na kwamba uchaguzi wa spika utafanyika siku hiyo. Aidha, niliviarifu vyama hivyo kuwa chama chochote cha siasa chenye usajili wa kudumu kinachokusudia kusimamisha mgombea katika uchaguzi huo kiwasilishe jina la mgombea huyo ofisini kwa katibu bunge Dodoma kabla ya saa 10 jioni ya tarehe 10 Novemba 2025 ambao ndio siku ya uteuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niliwatangazia pia kuwa chama kinachokusudia kusimamisha mgombea ambaye sio mbunge kiwasilishe jina la mgombea huyo kwenye Tume Huru ya Uchaguzi ili tume ithibitishe iwapo mgombea huyo ana sifa za kuwa mbunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kulitaarifu bunge hili tukufu kuwa hadi kufika saa 10 jioni ya tarehe 10 Novemba 2025 nilikuwa nimepokea majina yafuatayo ya wagombea. 1, Mheshimiwa Musa Azani Zungu kutoka Chama cha Mapinduzi. 2, ndugu Veronica Charles Tea kutoka Chama cha National Reconstruction Alliance NRA. 3, ndugu Anitha Arfan Mgaya kutoka Chama cha National League for Democracy NLD. 4, ndugu Krizanti Nyakitita Ndege kutoka Chama cha Democratic Party DP. 5, ndugu Ndonge Saidi Ndonge kutoka chama cha Alliance for Africa Farmers Party AFP. Na 6, ndugu Amini Alfred Yango kutoka chama cha Alliance for Democratic Change ADC. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, utaratibu utakaofuata sasa ni kwamba wagombea watafika mbele ya bunge ili kujieleza kwa lugha ya Kiswahili au Kiingereza, kuulizwa na kujibu maswali matatu kama yatakuwepo, na kisha kuomba kura. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuthibitisha kuwa wagombea wote wapo na wako tayari kufika hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya zoezi la kuomba kura kukamilika, kila mbunge atapewa karatasi ya kura ya majina ya wagombea na atatakiwa kupiga kura kwa kuweka alama ya vema katika mraba pembeni mwa jina la mgombea anayemtaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, kura zitakuwa za siri ambapo kila mbunge atapiga kura yake mahali hapo keti, na baada ya hapo masanduku ya kura yataletwa mbele yakiwa wazi ili ninyi waheshimiwa wabunge kama wapiga kura muweze kuyathibitisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, ikiwa mbunge ambaye kabla shughuli ya uchaguzi kumalizika atakosea katika kuweka alama kwenye karatasi ya kura, ataruhusiwa kumrudishia katibu karatasi hiyo, na hapo katibu ataifuta na kuiharibu na kisha kumpa mbunge huyo karatasi nyingine ya kura. Baada ya hapo masanduku hayo ya kura yatapelekwa kwenye chuma maalum na kura hizo zitahesabiwa chini ya usimamizi wa wawakilishi walioteuliwa na wagombea, mmoja kwa kila mgombea. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kutoa maelezo yangu kama msimamizi wa uchaguzi, sasa naomba kukaribisha ili waongoze zoezi la mgombea kujieleza na kuomba kura. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Kabla hatujaendelea, kwa utamaduni wa bunge, kwa sababu leo hatuna serikali humu ndani, wananchi ambao sio wabunge huwa hawaruhusiwi kuingia huku mpaka kwa idhini yenu. Ndio utaratibu wetu, tumezoea hivyo kwa kanuni. Kwa hiyo ningemuomba serikali mmoja aliyopo hapa ndani, bwana mwanasheria mkuu wa serikali, atoe neno la kuwezesha wenzetu hawa kuingia. Karibu mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa maelezo ya hoja ya kutengua kanuni za Bunge
kwa mujibu wa masharti ya kanuni ya 177(1) ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025. Kwa kuwa ibara ya 84(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaweka masharti ya uwepo wa spika na kwamba atachaguliwa na wabunge kutoka miongoni mwa watu ambao ni wabunge au mtu mwenye sifa za kuwa mbunge. Na kwa kuwa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano linakusudia kumchagua spika wa Bunge kwa mujibu wa kanuni ya 9 ya kanuni za kudumu za Bunge, na kwa kuwa miongoni mwa wagombea wa nafasi ya uspika sio wabunge, na ili washiriki katika uchaguzi huo waweze kuingia bungeni kwa madhumuni ya kushiriki uchaguzi wa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kuwa kanuni ya 163 ya kanuni za kudumu za Bunge inaweka utaratibu maalum kwa wabunge, watumishi na wageni kukaa kwenye ukumbi wa Bunge. Kwa hiyo basi, kwa mujibu wa kanuni ya 177(1), naomba kutoa hoja ya kutengua kanuni ya 163 ya kanuni za kudumu za Bunge ili kuwaruhusu wagombea wa nafasi ya uspika ndugu Veronica Charles Chea kutoka chama cha National Reconstruction Alliance NRA, ndugu Anita Alfan Mgaya kutoka chama cha National League for Democracy NLD, ndugu Crisanti Nyakitita Ndege kutoka chama cha Democratic Party DP, ndugu Ndonge Saidi Ndonge kutoka chama cha Alliance for Africa Farmers Party AAFP, na ndugu Amin Alfred Yango kutoka chama cha Alliance for Democratic Change ADC, ambao sio wabunge, waweze kuingia kwenye ukumbi wa Bunge kushiriki uchaguzi wa spika wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, naomba kutoa hoja. Asante sana mwanasheria mkuu wa serikali, mnaweza kuketi waheshimiwa wabunge. Sasa idhini ya kuingia itatolewa na kiti mmoja mmoja zamu yake ya kujieleza ikifika. Kwa sasa naomba wakae nje wote wagombea, na mgombea wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Musa Azan Zungu najua ni mbunge miongoni mwetu. Kwa hatua hii nitamwomba aende nje ili aungane na wenzake, atarudi hapa wakati wa kupiga kura. Sasa labda nikumbushe utaratibu wa kawaida tu wa chaguzi zetu. Wakati wa hatua ya kwanza ya kujieleza ambayo hayakuandikwa hapa lakini tumezoea, inapendeza zaidi tukiwasikiliza vizuri kila mgombea bila minong'ono wala bila makofi, bila kushangilia. Alafu kila mmoja tumpe nafasi yake, tumsikilize. Alafu baada ya hapo uamuzi utakuwa kwako wewe kwenye karatasi. Mnaonaje hilo? Tusishangilie, tusicheke, tusipige makofi, wajieleze, watarudi nje. Alafu mimi nitawaita mwishoni wakati tukishamaliza kupiga kura ili waweze kuteua mawakala wao. Kwa hiyo kwa sasa tunaanza zoezi la uchaguzi. Kama alivyosema katibu wa Bunge, kila mgombea ataitwa hapa mbele yenu, atajieleza. Nadhani ni dakika 3 zisizozidi 3, na kwa utamaduni wetu maswali hayazidi 3. Sijui waheshimiwa wabunge kama tunaelewana hapa. Kwa utamaduni wetu na kanuni tumezoea maswali yasiyozidi 3. Kama hayapo nitamruhusu aende. Kwa hiyo wote watasikilizwa
hakuna mtu atakayepata bahati ya kumsikiliza mwenzake, atajieleza, atatoka nje, alafu yule ambaye ni mjumbe nitamuita wakati wa kupiga kura. Kwa hiyo kwa kuanzia, leo tunao wagombea 6 kama alivyowatangaza. Kwa hiyo naanza mimi kusoma kwa kadri walivyowasilisha barua zao hapa kwa katibu wa Bunge. Kwa kazi tuliyoifanya, tumekamilisha prosesi yote ya kumchagua Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa matokeo yaliyosomwa na katibu wa Bunge Mheshimiwa Musa Azan Zungu kutoka Chama cha Mapinduzi ndiye Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nawashukuru wote waliokuja humu ndani kusikiliza na kuona hii process ya kidemokrasia. Hapa ndio mwisho, tumemaliza shughuli hii. Kwa sasa ningemwomba Mheshimiwa Spika aende akajitayarishe ili aje akae kwenye kiti chake aendeshe bunge rasmi.